Ndugu zangu, ni bingwa tiba asilia Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni wakati wetu wa kupeana elimu juu ya vipindi vyetu vya ndoto. Na siku ya leo nataka nikupe elimu ya ndoto ambayo inayokuwa inamaanisha kitu kibaya kinachotakiwa kukutokea. Watu wengi sana wameota ndoto. Nilishatoa elimu juu ya ndoto ya mtu kuota unafanya mapenzi na ndugu yako wa damu, na nikatoa ufafanuzi wake, na watu wengi sana walinifuata waliokumbwa na matatizo hayo, nikapata kuwasaidia. Lakini leo nataka nikupe tafsiri ya ndoto ambayo ukiota kama unabakwa, kama wewe ni mwanamke unaota kwamba kuna kuja kundi la wanaume wanakuja wanakuingilia bila ridhaa yako kinguvu, na wanaume wao wanakuwa 3, 4, 2, ni kundi, na wanakuwa kitendo hiki unafanyiwa bila ya ridhaa yako. Kwa hiyo mwanamke utakapoota umebakwa na kundi la wanaume, elewa kwamba kuna jambo ambalo linaloashiria sio zuri. Lakini vile vile pia hata kwa mwanaume, kama wewe utaota mwanaume labda unafanya mapenzi na wanawake wako wengi, wanakuwa wanafanya kukunyang'anyia wewe mwanaume, uelewe pia ndoto hiyo inakuwa inaashiria kuna jambo ambalo linalokuja kwako, ambalo jambo hilo halitokuwa lina maana sana kwako na litakuletea matatizo makubwa sana. Nakupa elimu ya ndoto na tafsiri kama hizi ili upate kuelewa kwamba ndoto, kila ndoto tunazoziota huwa kumebebwa jambo ambalo linalotutokea katika maisha yetu. Linaweza likawa ni jambo zuri, linaweza likawa na jambo baya. Na ndio maana mimi Dr. Imani Mandoto napenda kila ndoto unayoiota uipatie tafsiri, kwa sababu kama ni kitu kibaya, maana yake kwa sababu utakuwa umeota na tukikitafsiri tunaweza kukusaidia kukuondoa katika jambo hilo baya, labda lisiweze kukukuta, au kama tayari limekukuta tuweze kukuondolea ili lisiweze kukusababishia matatizo makubwa. Lakini kama ni jambo zuri tunaweza kukusaidia ili uweze kulipata, lakini kama ni jambo baya pia kukuepusha nalo. Kwa hiyo wakati wowote wewe mwanamke utakapoota kwamba unafanya mapenzi na kundi la wanaume, wanamke ni wewe peke yako, wanaume wanafanya kukunyang'anyia, basi ukae na kujua kwamba kuna shida kubwa inayokuja katika maisha yako, na shida hii ni shida ambayo itakayokufanya wewe upoteze thamani na utu wako, na kuna uwezekano wa kupata jambo ambalo utakaloshutumiwa na watu wengi. Yaani kuna watu wengi watakaye kushutumu na jambo ambalo jambo hilo kila mmoja ataliamini, na litaweza kukuharibia na litaweza kukuondolea ule uaminifu uliokuwa unaaminiwa nao, ama ile heshima uliokuwa umepewa, ama ile kazi uliokuwa umeaminiwa nayo. Basi kuna watu watakutuhumu, utapata kashfa ambayo kila mtu ataweza kuona kwamba wewe umehusishwa moja kwa moja na utakuwa unahusika na utakosa mtetezi. Kwa hiyo iwe kwa mwanaume iwe kwa mwanamke, unapoota kwamba unafanya mapenzi na kundi la wanaume ama kundi la wanawake, kama ni mwanaume, ukae na kujua ni kuharibikiwa kwa mipango na mambo yako, na hakuna mtu atakaye kuunga mkono wala hakuna mtu atakaye kusaidia, kwa sababu hadhi yako itashuka na kila mtu ataona wewe ni mtu mwenye hatia. Kwa hiyo ukae na kujua pia kitu hicho, au ndoto hiyo inaashiria kwamba si kwamba ni kitu tu kimetokea chenyewe, ni kitu ambacho umefanya kutengenezewa, ni aina ya uchawi na uadui ambao uliotupiwa kukuharibia mipango na mambo yako. Lakini pale ndani yake pia pana kifungo cha kufanya watu wote wakuone wewe ni mtu mbaya. Wake kwa waume watakuona wewe mbaya, ndugu zako watakuona wewe mbaya, wafanyakazi wenzio watakuona wewe mbaya, bosi wako watakuona wewe mbaya. Kila kitu kitaharibika katika maisha yako pindi utakapoota ndoto kama hii, na inaharibika, mambo yako yanaharibika kulingana na watu wanayekupiga vita. Ukiota ndoto hii ukae na kujua kuna uadui unatoka mashariki magharibi kwa wanawake na wanaume ambao ni wachawi, wanakupiga vita wewe. Kwa hiyo utakapopata ndoto hii unatakiwa kunifanyia mawasiliano mimi Dr. Imani Mandoto ili tuweze kuangalia, je, uadui huo, uchawi huo unatoka wapi? Unatoka mashariki, unatoka magharibi, kusini, kaskazini? Umekuja kwa njia ipi? Kwa njia ya mwanga, kwa njia ya giza, kwa njia ya maji, kwa njia ya panda, ama kwa njia gani, au jini umetumiwa? Vyote tutakavyoviangalia, tutakapogundua, tutaweza kupata njia sahihi ya kuweza kukusaidia. Lakini ramli ya kwanza inatoka kwenye tafsiri ya ndoto yako. Na ndio maana tunasema ndoto yoyote utakayoiota, hata kama sio ndoto hii, hakikisha unapata tafsiri kutoka kwa watu wenye uwezo wa kuweza kutafsiri ndoto ili kuweza kukusaidia. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha, na umejua wakati wote ukipata ndoto ya kwamba umebakwa na wanaume wengi, ama wewe ni mwanaume unashiriki mapenzi na wanawake wengi, ukaenda kujua hiyo sio ndoto ya kawaida, ni ndoto mbaya na inaashiria kuharibikiwa kwa mipango na mambo yako, na kutokukosa msaada, na watu wote watakutuhumu na kukuona kwamba wewe ni mtu mkosefu. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama, lakini nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kushare video zetu, uendelee kulike ili kuweza kupata maana na ndoto kama hizo utakazokuwa umeziota. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.